kicheko cha Mungu. Receive in the name of Jesus. Kuanzia kwa kwanza ule Bwana alisema mpaka sasa, Baba mtegeshe. Pokea kicheko. Pokea kicheko Baba. Pokea kicheko. Receive it. Viataya. Pokea kicheko. Hallelujah. Hallelujah. Shika mke wako. Hallelujah. Mungu wa Israeli aliponena tukiwa kule kwa Siwechi. Wacha nisimama hapa tena, aliyosemea kwa madhabahu ilikuwa madogo sana. Ilikuwa kama na tukasimama tu. Na hapa ilikuwa mchanga. Na Mungu akasema, ninasimama nasema mbingu iliyosema waondolea aibu. Pokea watoto in Jesus name. Mtanifuatisha simu kusema Yesu aliniongoza nirudi. Rabai wachilia watoto. Bwana wapatie sasa. Wape sasa. Mungu waondolee aibu. Watumishi wako wanakutumikia. Viwete wanatembea kwa hii kanisa. Mungu yotangwa ile nilipitia ukaniondoa, na nilikuwa naomba na viwete wakitembea na visiwi wakisikia, lakini nilipita kwa machozi. Na sasa umenikumbuka. Kumbuka mtumishi wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea watoto wengi. Pokea watoto wengi. Pokea watoto wengi. Mitume pokea watoto wengi. Pokea, si ati Mungu alikuacha. Si ati Mungu aliwawacha. Pokeeni watoto wengi. Mungu alisema mkiwa kwa Siwechi. Leo nimekucha mmecheka kanisa kubwa. Ile Bwana alisema. Basi jifungulia hapa. Jifungulia hapa. Jifungulie. Jifungulie hapa. Jifungulie. Jifungulie. Jifungulie sasa hapa. Jifungulie vijana kwa wasichana. Jifungulie hapa. In the name of Jesus. Bwana ametenda. Katika jina la Yesu. Baba. Simama juu Bwana ametenda. Kutoa mkeo. Usiamuke mama. Usiamuke. In the name of Jesus. Receive the anointing. Hallelujah. Unaona vile tunatembea utatu wa Yesu. Sasa Mungu akukumbuke kwa haraka. Machozi yako itoke. Machozi ya apostol itoke. Bwana waondolee machozi. Awape kicheko. Bila amenipa. Nafikiria wanaenda Amerika ni wale walimaliza degree. Nikasema hata nami naenda. Akasema nilikuchagua utahubiria dunia yote. Basi pokea. Nataka kuomba na watu wanasema tumeona, tumekaa maisha ile, tumekaa na majeraha, tunaona Yesu alituacha. Nafungua watu ule Yesu alinifungua. Wale wako na majeraha wanasema Yesu alituacha.
mbele. Nataka kuomba na mtu anasema kuna kitu nimefikiria, nimeomba mpaka nakwambia unafikirianga tu ati atasikia. Kucha nikwambia atasikia. Unaona atasikia, lakini Yesu anasikia. Nataka kuomba na watu hata wagonjwa, hata waiti aibiwe kiwe, hata misimu wakiwe, hata viwete wakiwe. Kucha Yesu ndio njia na uzima wa milele. Unajua vile wanadamu wanakuona, si vile Mungu anakuona. Wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu ambaye wanadamu hawezi. Wewe ni mtu ambaye wanadamu hawezi kufunga. Songeni hapa. Songa hapa. Simama tu. Inua mikono yenu juu. Nataka upokee anointing na kibali na kifunguo. Inua mikono yenu juu. Sema Yesu nataka. Yesu nataka. Makara mayanda rabasaya. Na wachilia moto wa Bwana. Na wachilia moto wa kuwafungua. Kamata kila moja. Nikamatie. In the name of Jesus. Nikamatie. Katika jina la Yesu. Kila maroho iliyowakamata na yakamata yote, na yanarua na moto, na yateketeza katika jina la Yesu. Na wafungua kwa 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 jina la Yesu. Na wafungua. Bwana wape kibali. Awape kibali na kufungua. Awape kibali. Resebeza fungua moyo. Fungueni mioyo yenu. Fungua na usielewe. Fungua na usielewe. Fungua mioyo yenu. Fungua katika jina la Yesu. Fungua leo. Fungua. Unafanya kazi kwa imani bao. Fungua. Nisikie nyuma. Nisikie nyuma. Fungua katika jina la Yesu. Fungua nisikie. Fungua nisikie. Fungua. Roho ya kuzimu ya kijamii. Toka. Na kukamata mateka. Toka. Mwachilie msana. Roho ya vita na ikata. Toka. Kwa jina la Yesu. Roho ya vita na ikata kwa jina la Yesu. Chomeka. 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 Mwachilie msana huyo. Mwachilie kwa jina la Yesu. Mwachilie in the name of Jesus. Mwachilie. Nisikie huyo katika jina la Yesu. Pokea hiyo kifunguo. Pokea hiyo kifunguo. Pokea in the name of Jesus. Pokea hiyo kifunguo. Pokea hiyo kifunguo. Pokea. Pokea hiyo kifunguo. Pokea hiyo kifunguo. Pokea. Pokea hiyo kifunguo. Pokea. Pokea hiyo kifunguo kwa jina la Yesu. Pokea hiyo kifunguo. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Katika jina la Yesu. Na wewe uelekeze moyo wako. Na wewe ukishikana na mtumishi wa Mungu. Na uamini Mungu wako. Utaenda mbali. Na kuweka alama ya Yesu. Utaenda mbali wewe. Weka alama ya msalaba. Pokea. Pokea. Kile kilikuwa kimekwama. Chukua sasa. Chukua mama. Umeshiriki hapa mpaka gani? Usike huyu mama. Usike katika jina la Yesu. Umeshiriki hapa muda gani mama? Ama wewe ni mgeni? In the name of Jesus. Umeshiriki muda gani hapa mami? In the name of Jesus. Muda gani mama? Ama wewe ni mgeni? Mgeni uko wapi? Mungu akusaidie. Unashiriki wapi? Huko. Mungu akusaidie katika maisha yako. Kuna challenges umepitia. Hapo unafika mahali unaishi kwa maisha ile si yako. Hapo unaishi hii nyumba ufai kuishi hapo. Mungu amekuweka mtu mkubwa.
lakini kwa sababu ya wewe kutokumkubali na kumtumikia, mtumikia. Ushiriki uko juu haikusaidii. Kusaidia ni kutumikia Mungu. Tumikia Mungu. From today we will see akuchora alama ya Jehova, alama ya Yesu ya ukombozi na mapato. Mungu akufungue kutoka leo. Pokea, na hakuna suwe kwa kila mitego, hakuna suwe kwa kila turupa, hakuna suwe kwa kila maroho, hakuna suwe kwa kila vita, kwa jina la Yesu. Pokea ushindi, pokea ushindi wa Baba from today and forever. Amen. Shangilia Yesu kwa jina la Yesu. Shangilia Yesu. Uenda nimeomba na kuna mgonjwa hapa. Mgonjwa wako HIV, ugonjwa wa roho, ugonjwa wa kifua. Kama hakuna, tunashukuru Mungu. Kanisa ya Mungu imeoshwa, hakuna magonjwa. Basi inua mikono juu. Inua mikono juu kwa sababu ya masaa. Tuombe na Mungu asaidie. Tukutane kesho na Mungu awalete. Leteni wagonjwa wote, leteni watu wamefungwa. Mkutano kama huu watu wataenda nyumbani na baraka sawa na kuinuliwa. Basi wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Yesu mwenye nguvu na mamlaka, ukatende miujiza. Asante kwa watoto wako. Umenituma niwaambie ulionitoa kwa majeraha, ulionichekesha utawachekesha. Waliokuwa wamehuzunishwa for many years wanaenda kufurahia, na kicheko kikubwa wanaenda kukicheka. Pokea sifa na utukufu. Ukatawale watu wako. Tawala wacheza keyboard, tawala wote, waimbaji wote, viongozi wa kanisa, watawale kwa jina la Yesu. Wapiganie mtumishi wako Mika, muinue zaidi pamoja na mkewe. Wamekutumikia na bado wanakutumikia. Wainue kwa njia ya kipekee, kwa maana wewe ni Bwana. Vile umesema unaenda kuwaondolea aibu na kuwapa kicheko. Wanaenda kucheka katika jina la Yesu. Ora bashanda na basi. Kuna watu walienda, kuna watu walitoka kanisani na wakaenda na wakatani ni hao wanafanyanga kazi. Mungu anaenda kukuletea. Walitoka na wakatani, Mungu anasema wakafikiria hao ndio wanafanya kazi hapa, na kumbe Mungu alikutuma. Anasema ati yeye ndiye alikutuma. Kwa hivyo anaenda kuleta watenda kazi, na wale uko nao anaenda kuinua pia. Ukiwa Mungu amekuunganisha na hiyo madhabahu, shikana na hiyo madhabahu, utaona Mungu. Siku zimeisha za kuingia mlango huko na huko. Mtapepa, wengine wanapepa viura, wengine wanafanywa deliverance na nyoka, wengine na hii mpira watoto wanacheza. Na wanacheza mpira na inakuja kwa huyo, na wanasema ni Yesu. Na waambia siku za mwisho utakuwa na bilio. Chakua penye Yesu. Kuambilia Yesu. Wa open eyes ministry, you will see. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, ukainue watu wako. Wabariki na kuwatawala. Watendee makubwa sana, na utukufu wako kainuliwe. Na wewe Mungu katende mambo ya ajabu. Wabariki wa mama, wabariki wazee, wainue wazee hapa, wainue wa mama hapa, na wageni wa siku ya leo, wainue wote Baba.
utafanya wawakujia hawa, bali hawa watawaendea katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. Wapatie taji yao, wapatie nuru yao, wapatie nyota yao, wapatie kang'are. Wamekuongojea miaka mengi, wamekuongojea siku mengi, wape sasa. Wapatie wang'are, wapatie wasio na watoto, wapatie wasio na kazi, wapatie wasio na ndoa, wapatie wasio na biashara na wamelia kwa biashara, wapatie kazi wasio na kazi, wape uzima wasio na uzima katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ulio hai. Pokea sifa na utukufu. Hakuna Mungu kama wewe. Wachezaji wote na waimbaji wote na wakabidhi mkononi mwako, na kushukuru kwa vyombo ambaye ndetuhutumia. Barikiwa, inuliwa. Imetumika katika huduma, imetumika katika service. Endelea kuinua, endelea kuinua, unainua, endelea kubeba juu, endelea kubeba juu kanisa hili, endelea kubeba juu huduma huu kwa ajili ya jina lako. Itendeke Bwana, miujiza maarufu kutoka juu mbinguni katika jina la Yesu. Ninaamini na kumalizia nasema Bwana, kesho tunapokutana leo tena, Bwana wacha ushindi ukaonekane, wacha ukakuwe wachabu juu ya watu wako. Vile umekuwa wachabu leo, vile umewafunga majeraha, vile umewapa kicheko, vile umefanya waliokuwa maadui zao wanaenda kuwakujia na wawainamie, wanaenda kuwaomba msaada watoto wako hawa. Asante Yesu, kwa sababu umewasamea hata dhambi zao. Walikutenda dhambi, umewasamea, umewapa ushindi wa Roho Mtakatifu kwamba watakutumikia milele. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Nipigia Yesu makofi. Mungu awabariki, awatende mema na wabariki zaidi. Tukutane kesho. Mungu awabariki sana. Haleluya. Kesho tukutane na Mungu atawainua zaidi. Tuko hapa Jesus Disciples. Tangaza ndia, sema mkutano umeanza, na tulianza juzi, ni sisi tumeingia leo. Kwa hivyo Mungu awabariki. Na nimeona watoto wengine huko nyuma, mama, wakati Jesus Disciples iliamuka huko, amuka, fanya hivi mkono wako. Haleluya. Tuko hapa timu kubwa. Kumbe Mungu awabariki na mkuje kesho wote. Haleluya. Amen. Pigie Bishop makofi mazuri katika jina la Yesu. Na mtu asiende tafadhali, usiende kama tujasema Neymar, please usiende. Pigie Bishop makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Wangapi mmebarikiwa? Mmebarikiwa? Kuna kitu umepata? Najua pia umeponya na umebarikiwa. Haleluya. Naomba wachungaji tafadhali usiende. Jana mlienda mkatuacha, ni makosa. Wao watu waende, lakini sisi tubaki. Hizi ni watu wa madhabahu. Bwana sasa. Haleluya. Amen. Bishop Ross ni rafiki yangu, tumetoka mbali sana. Nikikuja Tasia, ndiye amenikaribisha Tasia. Kanisa ambaye nimemwalika kahubiri, kwa sababu ilikuwa imetosha hapa, aka sehemu hapa. Ilikuwa hiyo siku. Nilikuwa na watoto wangu bado tuko nao hapa, wengi sana, Pasadan, Emma, nani mwingine? Wengi sana wako hapa. Haleluya. Madhabahu kadogo tu sana, na nikamwalika akaja akahubiri. Kanisa yake ilikuwa wakati huo pale stage hapa stage Tasia. Na akatuambia Mungu anaenda kukuinua. Bwana sasa. Na akasema nimekuja kuhamisha. Hivyo amesema, akasema hautakaa hapa. Nilikuwa mwisho hiji huko. Kwa takataka hapo karibu na shule inaitwa Bridge School.
nimekuja kuhamisha. Tukifikiria ni mchezo, tulihama hata bila hakuna notice. Tunaambiwa sasa, wewe mambo yenu hapa atoi kuona hapa, asi pole asi kesho. Tumesha wewe tokeni mwende. Tukakuja tukapata ploti pale, tukapata mahali tumeingia pale room 2-3 hivi, na tukaendelea hapo, tukapanuka zaidi. Tena Mungu akatutoa hapo akatuleta hapa. Si wewe ni Mungu? Si wewe ni Mungu? Pigeni Yesu makofi. Basi nataka usiache kuangalia kwa macho ya wanadamu, anza kutazama kwa macho ya kiroho. Amen. Amen. Wacha kuangalia kwa hii macho tuko nayo, anza kuangalia kwa macho ya nini? Ya kiroho kwa undani. Bwana sana. Kama Mungu ametupatia tena chance hii, tutaenda mbali. Tutaenda mbali zaidi. Mungu wetu ni utukufu baada ya kwenda utukufu nyingine. Kisha umesema kuna watu ambaye amekuwa kutoka cha kawaida, watu watasi yanakuwa hivyo. Lakini sisi tusiwe hiyo watu wa tabia hiyo. Tabia kutoka church, wakati umekaribia baraka zako umetolewa. Wakati umekaribia umetolewa. Kaa kanisani. Kama unashiriki Neema Worship Center, kaa hapo. Kama unashiriki Tabernacle church, Jesus Simon Tabernacle, Bwana sana. Kama unashiriki hapo, ngojea Mungu. Ngojea Mungu hapo tu. Atakuja. Bwana sana. Hii ni urafiki tu tumefanya, tukaunganika, tukakuja hapa, nikawaalika Pastor Apostle Ken, Bishop Rose, na leo wachungaji wengi tena, tulikuwa na wachungaji wengi hapa hajakuja, lakini kesho atakuwa hapa. Alisema tutapatikana leo, kesho tutapatikana. Naomba tu tukuje mapema na tuanze mapema, tupatie Bishop nafasi atuhudumie. By saa 11 sharp tutaanza ibada. Na vile mmekuja Apostle Ken, vile mmekuja, nimefurahia na nimefurahia sana. Ninawaalika. Na zaidi ya yote tunapomaliza kesho revival, tuko na anniversary Sunday hapa. Tuko na sherehe kubwa hapa Sunday. Tuko na mbuzi, tutachinja mbuzi. Pia tutachinja kuku. Ni vile ng'ombe imekataa kutoka Kajiado, lakini mbuzi lazima ipite. Lazima mbuzi ifike hapa. Bwana sisi sana. Na makuku. Kesho tutakuwa na wageni kutoka mbali. Makanisa zetu Kitui, Thika watakuja hapa kesho. Na atakuwa mpaka Sunday. Kwa hiyo naomba mkuje kile kama mtu sadaka, wala stori kama hajatoa sadaka. Ni makosa kama mtu anataka hajatoa sadaka. Kuja tu sadaka yako na maliza mimi kuongea. Ni watu ni mwaliko tunapoika. Mkimaliza ibada Jumapili kule kwenyu, basi tunawalika mje tusherekee pamoja ushindi wa Bwana. Miaka 7 sasa nimemaliza katika ministry na nimeona Mungu sana. Miaka 7, kuna watu wana miaka zaidi 10 lakini wanasema sana. Haleluya. Walishindwa vile itakwenda hadi. Kujeni tuwe sadaka alafu tuombe. Kujeni tu kila mtu yeye sadaka yako. Hakika Mungu akubariki sana. Asante, tutakuwa na Thanksgiving Sunday. Tutakuwa na Thanksgiving, kwa hivyo pia tumewalika. Kwa hiyo na Mungu atawabariki. Kujeni tu mtu sadaka kila mtu na Mungu atakubariki sana. Nimefurahia pia kwa watoto ya Bishop Rose na watoto. Nimeona Joshua, nifanyeni kwa namna hii. Joshua ya Pastor Ken. God bless you. Tunafurahia sana. Unasema na post sana. Napenda hiyo sana. Haleluya. Amen. Tumewalika hiyo anniversary ya miaka 7 sasa kumaliza, ndio tuingia ya 8 sasa. Mwaka wa baraka wa 8 ndio tunaenda sasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na sinaona Mungu ametenda. Kuna wakati nilikuwa na kiti mbili ya 3 ya plastiki na ya mbao ya form 3 hivi. Sasa sinaona sasa Mungu ametenda maajabu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuseme neema na Mungu awabariki. Wale mama msienda tunasema neema na yeye. Simameni basi tuseme neema ya Bwana Yesu. Tunaenda nyumbani, kuna wengine wataki kwenda na wengine wanataka kwenda. Naomi utabarikiwa mpaka ushangae. Mpaka uendelee Jumapili. Nduma ama ngwache.
Ile mikono yako tuseme neema Bwana Yesu. Amen. Mungu akubariki na akutende mema vile umekuja. Wageni wa Mission Ross, Mungu awabariki wote. Hii neema hii iwe juu yenu kwa jina la Yesu. Mnapotoka kwenda nyumbani, tukutane kesho tafadhali, na usikose kuja na uje na rafiki yako. Tutaanza mapema na saa 10 hata. Ndio tupatie Mission saa 11:30 tutapatia Mission madhabahu. Ndio tumalize mapema sababu ya Jumapili. Okay? Haya tuseme neema Bwana Yesu. Now the grace of our Lord Jesus